Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Neno la Bwana. Kutokana na somo hili, kama nilivyotangulia kusema kwamba mama, wewe ndio muhimili katika familia. Hasa ninapoelewa kwamba mwanamke ni nani, kwamba mwanamke ni kiumbe aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu kama walivyo viumbe wengine, kama tulivyosikia katika somo. Mwanamke ni mtendaji, mwanamke ni msikilizaji, ni mlezi ndani ya familia. Mwanamke ni mwalimu wa maadili sehemu husika. Ni mama anayezaa watoto na kuwatunza pamoja na mume wake. Mwanamke ni mwangaikaji ili familia isipungukiwe na mahitaji ya msingi. Mama ndiye mwandaji mkuu wa chakula. Mama ndiye mtunzaji hapo nyumbani. Mama, katika familia kuna watu wawili. Kuna baba, kuna mama. Baba ninamulinganisha, yeye ni kichwa. Na tunapoangalia kila mmoja muangalie mwenzake, kichwa ndicho kina milango yote ya maarifa. Kuna masikio, kuna macho, kuna midomo, kuna pua. Kwa hiyo baba anachokifanya yeye ni kuangalia hapo kwenye familia wasipungukiwe. Mama, wewe ni moyo. Moyo ambao kwa kazi ya moyo ni kusukuma damu ndani ya mwili ili mwili uweze kuwa na uhai. Viumbe vyote viweze kuwa na uhai. Moyo ukisimama sekunde, kiungo kimoja kinakufa ganzi. Ina maana moyo unabaki unadunda ili kusukuma damu iweze kuenea katika kila kiungo na kiungo kiweze kuwa hai. Mama, ndivyo ulivyo ndani ya familia. Mama, unabaki kuona kutumia macho kwamba hapa panahitaji nini, hapa panahitajika nini, hiki kinahitajika nini. Na unapokiona unatoa taarifa kwa muhusika. Muhusika mkuu ndani ya familia ni baba. Hivyo wote wawili mnapaswa kuwa na ushirikiano. Mama, unapoona kwamba kitu fulani kimepungukiwa katika familia, lazima umtaarifu baba na mkae muone ni namna gani mtaweza kusolve hilo tatizo, au hata kama ni furaha mnaifanyaje. Kwa hiyo mama ndani ya familia ni wa maana sana. Na unapofika
kwenye mazingira ambayo hayana mama kwenye familia hiyo, daima tu utaona kwamba nimeingia hapa lakini sidhani kama kuna mama. Maana mama tunajua kwamba mama ni msafi. Popote unapokuwa wewe mama ni msafi. Tunatumaini kwamba unapoingia kwenye mazingira yako yanakuwa safi. Unapokuwa ndani ya familia, tunategemea watoto wako wawe safi, mume wako awe safi. Wewe ndio mwangalizi mkuu. Unapomwacha mwanamume akaenda ovyo ovyo, hawamcheki mwanaume, watakucheka wewe mama kwamba wewe kazi yako unayopaswa kuifanya uitimizi. Kwa hiyo wewe unakuwa kioo cha mume wako, unakuwa kioo cha watoto wako, unakuwa kioo hata cha jirani zako ndani ya familia. Mgeni anapoingia ndani ya familia akamkuta mama, wewe mama ndio unaanza kuhangaika. Mgeni tunafanyaje? Unaanza kupanga ratiba, baadaye ndio unamshirikisha baba. Bwana, tungenunua kitu fulani, tungenunua kitu fulani kusudi mgeni anapoingia ndani ya familia yetu atukute tuko vizuri. Hata kama kuna mapungufu ndani ya familia, maana gilasi zikikaa pamoja hazikosi kugongana. Zinapogongana, mgeni anapofika, msimuonyeshe kwamba hapa leo tulikuwa tumegongana. Lazima tu utoe kicheko kwamba mama wa familia tumemkuta mule ndani ametukaribisha. Lakini wewe ukianza kumuonyesha mgeni kwamba niko ndani ya familia lakini tumelala na matatizo, sasa wewe ndio unafanya siri ivuje. Kwa sababu mama huwa mna kipaji kimoja cha kutunza siri ndani ya familia. Kama kuna mama anavujisha siri ya familia nje, ujue kwamba unajiroga mwenyewe, hakuna mwingine anakuroga. Wewe mwenyewe unajiroga, kwa sababu kile kilichodara ndani mwenu, kile kilichofanyika ndani ya familia, wewe ukakitoa nje kwa kumwambia rafiki yako. Unapomwambia rafiki yako, na yeye ana rafiki mwingine ambaye ataenda kummegea, fulani unamuona hivi, lakini kwao hawako vizuri. Lakini chanzo cha yote ni wewe mwenyewe umeenda kutoa siri. Mama mna kipaji cha kutunza siri ndani ya familia. Mama una kipaji cha kutunza watoto ndani ya familia. Nikitoka nje nikakutana na mtoto mchafu, kitu cha kwanza nitamuuliza, una mama pale nyumbani? Akiniambia ndio nina mama, nitaona kwamba mama utimizi wajibu wako. Kwa nini unamwacha mtoto anaenda hivyo hivyo? Kwa sababu wewe kitu cha kwanza ni kuamka mapema ndani ya familia, kuandaa watoto wanapoenda shuleni ili mtoto aweze kuvaa inavyotakika. Unakuta mtoto shuleni amevaa maraparapa, amevaa masweta ambayo yamechanika. Unajiuliza, amemwacha mama ndani? Mama wewe ni kioo. Ndio maana ya mama. Mwanamke ni nani ndani ya familia? Mama una cheo kikubwa. Nimesema kwamba wewe mama ni moyo ambao unabaki unadunda kusudi familia yako iweze kuwa hai. Ukizembea ndani ya familia, ende shule. Na mama usipoona kwamba kuna faida kwa kusomesha watoto, hasara ni yako mwenyewe, sio ya mwanaume. Kwa sababu mtoto anaposoma, mtu wa kwanza kumkumbuka pale nyumbani ni mama. Kwa sababu hangaiko yote unayokuwa nayo ndani ya familia, mtoto anayaona. Wewe ukiona mtoto amemchukia mama,
Mtoto akimchukia mama, ndio kwamba kuna tatizo kubwa pale ndani ya familia. Kwa sababu mtoto daima anampenda mama. Awe mvulana, awe msichana, anavutika kwa mama. Huwa sasa inakuwa kinyume. Unakuta kama ni msichana sana anaelekea baba. Msichana anaelekea baba. Lakini mvulana anamuelekea mama. Utakuta siri zake zote mvulana anamshirikisha mama yake. Kabla ya kwenda kwa baba, kwanza anaanzia kwa mama. Ukishindwa kuamua, akakwambia shida ya kwanza hujaifanyia kazi, shida ya pili hujaifanyia kazi, atakuama, kumbe mama anifai, anaenda kwa baba. Lakini kitu cha kwanza anaanzia kwa mama. Siri nyingi za watoto wenu mnazijua nyie wakina mama. Na wasifu, mnajitahidi kuwalea watoto. Na unapomlea mtoto, wewe mama ukamkumbatia kama kuku anavyokumbatia vifaranga vyake. Uone kuku akisha totoa vitoto anakuwa mkali sana. Hata kama wewe unatunza hiyo kuku, lakini ukijaribu kukaribia kushika kitoto chake, hapendi, anabadilika. Kwa hiyo na mama mnapaswa kuwa wakali kwa watoto wenu. Sasa hivi tunalia kwa sababu ya malezi ya watoto. Mama, sijui niseme, mmeonyesha upendo sana kwa watoto wenu, mkashindwa kujikamata kuwalea watoto katika maadili yaliyo mema. Mama, unapaswa umpende mtoto, lakini wakati huo uwe mkatili kwa kumfundisha sehemu zote mbili, kwamba unaweza ukatoka hapa. Unajua kwamba unapomlea mtoto utakaa naye mpaka kufa. Najua kwamba unapomlea mtoto atafika mahali ataondoka kwenda kujenga taifa sehemu nyingine. Kama mtoto umemlea kwa deko, mtoto wangu nakupenda, mtoto wangu kipenzi, mtoto wangu mimi bila wewe siwezi kuishi, nini, maneno mnayoyasema hayo ndio yanawafanya watoto wawe na kiburi, au wawapende au wawadharau. Kutokana na yale maneno unayoyasema akingali mtoto ananyonya. Wewe ndio kitoto changu kipenzi, njoo. Yani maneno mnayoyasema nyinyi mnayafahamu kuliko mimi ninavyoyafahamu. Lakini unapaswa ufike mahali mtoto anapokosa uonyeshe kwamba sasa hivi mtoto amekosa, na kama ni kumtandika, mtandike viboko, na ukimtandika hawezi kukimbia kwenda sehemu nyingine, anajua kwamba ni mama. Wewe unaweza ukampiga na akaridhika, lakini kosa lile alilolikosa akipigwa mama wa kambo itakuwa kesi. Kwa nini? Kwa sababu anajua mama, wewe umempiga au umemwadhibu, lakini kwa kujua kwamba wewe una upendo kwake. Lakini mama wa kambo, kwa sababu hiyo ipo tu kwamba hata kama anampenda, lakini ataona kwamba baada hajanitendea wema. Sasa mama zangu, taifa sasa hivi linalia kwa sababu ya watoto. Mmepunguza yale malezi. Mmepunguza malezi, watoto mmewapenda sana, watoto mmewadekeza, watoto amuwasemeshi. Sasa mtoto anaanza kukupangia wewe mama yake. Mama ifanyike hivi, mama iwe hivi, mama iwe hivi, na wewe unakubali. Kama ni msichana, amekuwa mmemlea, amekuwa ameanza shule darasa la kwanza, la pili, la tatu, anapofikia labda la 4, la 5 na kuendelea, unaona kwamba mtoto amekuwa. Anachokileta chochote wewe unapokea. Wala umuulizi umetoa wapi hiki.
zawadi hii mama nimepokea, nimepata zawadi. Umuulizi zawadi hii umeipata wapi? Na umeipata zawadi kwa sababu gani? Nani amekupa zawadi? Huyu aliyekupa zawadi ni mjomba, ni baba mdogo, ni nani? Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.